Asanteni sana wanakwaya wetu na wote ambao tumejiunga kwenye ibada hii maalum tunapofanya sala za shukurani kwa ajili ya wafanyakazi wote katika taifa letu na hata ulimwenguni kote. Tunashukuru Mungu sana kwamba kila mwaka Jumapili ya mwisho wa mwezi wa 4 tunapata fursa hii ya kuhost maombi haya hapa katika Cathedral ya St. Stephen's, na pia tukiwa na viongozi wa wafanyakazi wakiongozwa na Kotu na Katibu Mkuu Daktari Francis, karibuni sana. Wakilishi wa serikali yetu, karibuni sana, na viongozi wote ambao mmekuja kujumuika na Wakristo wa Cathedral ya St. Stephen's, na tunashukuru Mungu kwa ajili yenu. Kwa wale ambao ni wageni, ninaitwa Paul Kariuki Mwangi, nampenda Kristo aliye Bwana na Mwokozi wangu. Mimi ndio provost wa cathedral hii na nafuraha kuwakaribisheni. Tutaenda moja kwa moja kwa leo. Tumesomewa masomo mawili, moja katika kitabu cha Kumbukumbu, kitabu cha First Chronicles, mlango wa 28 mstari wa kwanza hadi 10, na pia tukasomewa kutoka waraka wa Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 kuanzia mstari wa 22. Nitatumia waraka huo kama andiko kuu kwenye neno la hili la Bwana. Na ningelipenda tutafakari juu ya mambo matatu ama kanuni tatu zinazohusiana na Mkristo na kazi. Kanuni hizi ambazo tazitoa kwenye andiko hili zinahusiana na Wakristo na kazi. Na kwa sababu ni siku ya wafanyakazi, tuseme ni kanuni ambazo ama ni principles ambazo zinaweza ongoza mfanyakazi yeyote, sio tu wa Kikristo, ila tunatia kusisitiza kwamba ni Wakristo ama Ukristo na kazi. Kama ambavyo nimesema, leo tuna host maombi ya wafanyakazi wa Kenya. Na tunafanya hivi tukinapojiandaa kuungana na ulimwengu wote katika sherehe za International Labor Day ambazo zinafanyika tarehe 1 mwezi ujao. Na tunafuraha kwamba Mungu anatupatia nafasi ya kufikiria juu ya kazi kila mwaka na kufikiria juu ya kazi kutokana na neno lake. Kwenye waraka huu ambao tumesoma sura hii ya 3, tunaona mtume Paulo akinena na wafanyakazi, akinena na waajiri, na akinena kanuni ambazo zinaweza kutuongoza zote. Kwa kutanguliza, niseme barua hii ilinakiliwa ama kuandikwa na mtume Paulo, na aliandika akiwa korokoroni. Tunajua kwamba katika huduma yake alifika mahali na akatiwa korokoroni na serikali ya Kirumi kwa sababu ya kuhubiri Injili. Na akiwa korokoroni akaandika barua 4. Moja ni hii ya Wakolosai, nyingine ni ile ya Waefeso, ya 3 ni ile ya Wafilipi, na 4 ni ile aliyoandikia Filemoni. Barua hizo 4 alizinakiri akiwa korokoroni. Paulo ni kielelezo cha mfanyakazi ambaye hakuwa anaangalia mazingara yanayomzingira, bali alizifanya kazi zake alizopewa na Mungu kwa kujitolea mno. Ukiangalia waraka huu wote wa Kolosai, Paulo anamleta na kutuonyesha Kristo akiwa the supreme Lord over the universe. Kwenye barua hii anasema Christ is the supreme Lord. Yeye ndiye Bwana mkuu wa ulimwengu wote. La pili anasema kwamba Kristo ndiye kichwa cha kanisa. He is the head of the church. Ndio tunajua tuna maaskofu, na siku ya leo tunaendelea kutoa lambi zetu na maombi kwa ndugu na dada zetu wa Katoliki wote kufuatia kifo cha Baba Mtakatifu. Lakini hata kama Papa ameaga, tunajua yeye ni kiongozi wa kanisa hapa ulimwenguni. Ila kanisa lina kiongozi ambaye ni Kristo. He is the head of the church.
La tatu anasema kwamba huyu Kristo ndiye wa pekee ambaye kupitia kwake msamaha wa dhambi hupatikana. The forgiveness of sin is possible. Ukitazama waraka huo wote, mambo hayo matatu ndio unasisitiza. Kwenye mlango huu ambao tumesoma wa 3 mstari wa 22 kuendelea, Paulo anawaongeresha watu ambao kwa lugha ya sasa tunaweza waita wafanyakazi na waajiri pamoja. The employees and the employers. Maana ukiangalia mstari huo wa 22 anaanza na kuwaongeresha watumwa. Anasema, enyi watumwa, watiini hao ambao kwa mwili ni bwana zenu katika mambo yote, si kwa utumwa wa macho kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kwa mioyo, kwa unyofu wa mioyo, mkimcha Bwana. Neno la Mungu linaongeresha watumwa. Ukiangalia enzi ya miaka ambayo barua hii ilikuwa inaandikwa, katika historia ya ulimwengu, ilikuwa ni wakati ambao ulimwengu ulikuwa unatawaliwa na Warumi, the Roman Empire. The Roman Empire ndio ilikuwa kama superpower ya ulimwengu nyakati hizo. Na katika structures za kijamii, the social structures za ulimwengu wa Warumi, kulikuwa na mpangilio ya watumwa na mabwana zao. All the social structures were those of barua hii. That was the situation. Lakini tunaona Paulo katika kuandika kwake haongei juu ya ubaya ama wema wa utumwa na ubwana. He does not talk about the rightness or wrongness of the social structures ambazo zilikuwa katika jamii nyakati hizo. Yeye anazikubali kwamba these are our current social structures. Lakini concern yake kubwa anapoandika waraka hapa ni kwamba alikuwa na ufahamu kwamba mabadiliko ya kweli katika jamii na social structures za jamii na utamaduni wetu zinabadilishwa tunapokubali kusikiza ujumbe wa Injili. Neno la Bwana linapotuingia mawazo na mioyo yetu, basi linaleta mabadiliko. Na Paulo alijua ya kwamba the structures of the society those days, ikiwa governed by the principles of the gospel, basi kutaonekana na mabadiliko. Kutakuwa na mitazamo mipya. Maisha yatabadilishwa na neno la Mungu, na neno tunalijua ndiye Kristo aliyeangikwa msalabani kwa ajili yetu sisi wote. Na kwa hivyo Paulo badala ya kupigana na utumwa, yeye analeta neno la Injili, akileta kanuni ambazo zitabadilisha jamii. Na tunaona kwenye Biblia kuna kanuni nyingi zinazowaongeresha wafanyakazi na waajiri pamoja. Lakini cha muhimu niseme kwamba Mungu mwenyewe, unapotazama kitabu cha Mwanzo, anakuwa introduced kwetu kama Mungu mfanya kazi. Kwa siku 6 Mungu alifanya kazi, akaumba mbingu na nchi. Na Biblia imeweka bayana ama wazi kwamba Mungu alituumba sisi wanadamu ili tuwe wafanya kazi kama yeye. We become co-workers together with him. Ningependa niseme siku hii ya maombi ya wafanyakazi kwamba kazi or work is not something that was part of the curse. Kuna watu wanafikiri kwamba kazi ni mojawapo ya matokeo ya laana ambayo Mungu alinena katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Hapana. Kazi ilikuwa ni zawadi ama ni gift ambayo Mungu aliwapa wanadamu alipomuumba Adamu na akampa Eve kama mke wake. Walipewa jukumu la kufanya kazi. Biblia inasema they were given dominion over the earth.
Kupewa dominion ni kumaanisha they have been given a job to do. Lazima washughulike, lazima watunze mazingira, lazima washughulikie ulimwengu huu ili uwe mwema. So kutoka kwa mwanzo tunamuona Mungu akiwa mfanya kazi, anaumba wanadamu, anawapa kazi. Na ukisoma haswa mlango wa pili wa kitabu hicho cha Mwanzo, sura ya pili, mstari wa 15, kwa kizungu inasema hivi, chapter 2 verses 15. Then the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to cultivate it and keep it. Kwa hivyo mwanadamu alipoumbwa alipewa kazi. Jina la Bwana lipewe sifa. Nisaidie kuambia jirani yako, kazi sio laana. Kazi ni baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaishi nyakati ambazo watu hawataki kufanya kazi kwa bidii. Tunaona jamii imelegea. Unaona watu ambao hawataki kulima tena. Mashamba yameachwa, ni kama yametupwa. Tunakosa chakula. Taifa linakuwa ni kununua chakula. Lazima tujikumbushe kwamba hata wazazi wetu wa kwanza walipopelekwa Edeni waliambiwa ni sharti mulime shamba hili na mulitunze. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hivyo ni watie moyo wa Kenya wote, wafanya kazi wote, kwamba katika kazi zetu we need the right attitude. Tusiangalie kazi kama laana, tuiangalie kazi kama baraka itokayo kwa Mungu. Na Mungu anasema yeye atabariki kazi ya mikono yetu. Tunapofanya kazi tunampa Mungu nafasi ya kubariki kazi ya mikono yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Nafurahishwa na Psalm 90 mstari wa 17. Psalm 90 verses 17. Mwandishi wa Zaburi hiyo anasema, anamuomba Bwana, anamwambia, Lord, establish the labor of our hands. Establish the work of our hands. Mfanya kazi ni mtu ambaye anampa Mungu nafasi ya kumbariki. Paulo katika neno hili ambalo ameliandika kwa watumwa, anainua mambo matatu ambayo ningelipenda kuyasema nimalizie. La kwanza, akiwaongelesha wafanyakazi ama watumwa, anasema watumwa ambao wana uungu, godly employees, will bring glory to Jesus Christ. Watamtukuza Kristo. Ukisoma mstari wa 22 hadi 24. Wafanyi kazi ambao wanamjua Mungu na kufahamu vile Mungu alivyotuumba, na kwamba Mungu alituumba tufanye kazi, watafanya kazi kwa njia ambayo inamletea Mungu utukufu. Paulo anasema ya kwamba hawa watumwa walikuwa wanatumika ama wanafanya kazi katika nyumba na mashamba na hata biashara na labda viwanda ambavyo vilikuweko nyakati hizo. They were men and women who served their masters katika maeneo hayo yote. Na Paulo anawakumbusha, ukiangalia mstari huo wa 22 na 23, ya kwamba ninyi mkumbuke mna mabwana wawili. You have two masters. Anawaambia mna mabwana ambao ni wa ulimwengu huu, wale ambao katika mwili ni mabwana zenu, your bosses, wale ambao wamewaajiri. Na wafanyakazi wengi wameajiriwa, they have their bosses here on earth. Lakini kutokana na neno la Mungu, Paulo anawaambia muna mabwana hawa wa duniani, na pia muna Bwana ambaye ndiye Bwana wa ulimwengu wote, the Lord Jesus Christ. So anawaambia wafanyakazi, you have two masters. Yule wa duniani amekuajiri, na yule wa mbinguni aliyekuumba ni Bwana wako pia. Na Paulo anasema vivyo lazima kila mfanyakazi afanye kazi akijua wote wawili, hao mabwana wawili wanamwangalia. Na mstari huo wa 22 anasema, ila usifanye kazi kwa sababu unaangaliwa ama bwana wako anakuona, ila ufanye hiyo kazi kwa sababu ungelipenda kumtukuza yeye ambaye ni Bwana wako wa mbinguni. Jina la Bwana lipewe sifa. Najua saa nyingine tunajifichanga
na unajua your boss ama your supervisor wa hapa duniani hakuoni, and you start wasting time, na unaanza kuangalia social media zako na kuangalia ni nani anasema nini katika siasa, na unasema sasa mkubwa hayuko, ninaweza kustarehe. Hata saa ingine tuna sneak out of our working spaces kwa sababu hatuonekani. I want to remind every worker that in this life we have two masters. A master ambaye ni wa dunia hii, lakini yule mkubwa ni yule wa mbinguni. Jina la Bwana lipewe sifa. He looks at us every day, vile tunavyofanya kazi. Jina la Bwana lipewe sifa. Paulo anataka tufanye nini? Ukiangalia mstari huo wa 22 akituambia we have two masters, analenga kwamba every worker will work with wholeheartedness. Mfanya kazi yeyote atafanya kwa moyo wake wote, kwa moyo wa kujitolea. Mstari huo wa 23 anasema lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo katika kama ni kwa Bwana. Lolote ufanyalo, iwe umeajiriwa Shabani, umeajiriwa kwenye kampuni, umeajiriwa wewe ni driver, wewe ni watchman, wewe ni daktari, wewe ni wakili, lolote ulifanyalo ulifanye kama ni kwa Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Usiangalie tu mwajiri wako, tazama kazi yako kama ni huduma ambayo umepewa na Mungu mwenyewe. He created us to work. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hivyo wafanyakazi lazima tuwe na the right attitude, kwamba kazi yetu tumepewa na Mungu, tuifanye kwa njia ambayo inamletea Mungu utukufu. La pili ambalo analisema katika mstari huo wa 25 ni kwamba Mungu ndiye hakimu wa kweli. He is the right judge. God is the judge of both employers and employees. Kuna wakati tunakuwa na mivurutano ya wafanyakazi na waajiri, lakini hata tunapoteta hapa na pale, lazima tujikumbushe kwamba Mungu ndiye the judge wa wafanyakazi na waajiri pamoja. Mstari wa 25 anasema huyu Mungu ndiye ambaye anaamua, analipa kila mtu, na anasema hakuna mapendeleo. Mstari huo wa 25 anasema maana adhurumuye atapata mapato ya dhalimu ya udhalimu wake, wala hakuna upendeleo. Mungu atawahukumu wote wawili. If the employee is lazy, if the employee anafanya mambo ambayo hayafai, ni vizuri huo mwenye kuajiriwa afahamu kwamba mbele ya Mungu ambaye ndiye Bwana wetu mkuu, tunapimwa kwa mizani pasipo mapendeleo. Hata kwa mwajiri yule ambaye amewaajiri, ni lazima afahamu kwamba yeye pia mbele ya Mungu anapimwa na mizani ya Mungu bila upendeleo. Huyu Mungu ambaye ametupatia nafasi ya kufanya kazi, he will equally ensure ya kwamba wafanya kazi na waajiri wanapata malipo yao. I want to talk to the unjust employers. Maana kuna waajiri ambao hawana haki na wanawafinyiria wafanyakazi. Na ninaposema haya, labda mawazo yako yanaenda kwa kampuni mahali umeajiriwa, ama kwa serikali, ama una mawazo yako yanakibiria kwa biashara mahali umeajiriwa. Hapana. Nataka ujiangalie. Wewe una mfanyakazi wako nyumbani, ulimwacha anachunga boma ya nyumbani ama namna gani? Kule Ingo, si uliacha kijana? Si huku nyumbani umeajiri mama ama msichana fulani. Wewe ni mwajiri pia. Na ni lazima tufahamu ya kwamba sisi wote Mungu anatuweka kwa mizani sawa. Are you an employer who exploits the worker? Wewe ni mwajiri ambaye anamdhulumu mfanyakazi. Hata nyumbani kwetu, how do you treat your maid? How do you treat your gateman ama watchman? Haya ndio mambo Paulo anatuambia Mungu anayaangalia. Na wacha nikuambie, Paulo analenga kutuelimisha tujue that we need to treat everyone with fairness and respect. Jina la Bwana lipewe sifa. Nisaidie kuambia jirani, treat everyone with fairness and respect. Usiangalie useme huyu hata nikimfukuza usiku hakuna anaweza kunitisha mimi.
Unapomfukuza usiku na kumnyima mshahara, rekodi inawekwa mbinguni. Jina la Bwana lipewe sifa. The big boss anakuangalia. Jina la Bwana lipewe sifa. Na watu wengi wamejifungia baraka zao. Wanaomba kanisani, ukiwaona wanaomba na bidii sana, ila baraka haziteremki. Kwa nini? Kwa sababu waliwadhurumu wafanyakazi, wakawafukuza bila mishahara. Wengine wakachomewa nguo zao, walifukuzwa kama ubwa. Lakini Jumapili huyo mtu ako kanisani akisema Bwana nibariki. Biblia inasema kilio na machozi ya wafanyakazi hao kimemfikia Bwana. Praise the name of the Lord. Ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya 5, James chapter 5 verses 1 to 4, utasikia hayo. Anasema mumejiwekea fedha lakini hazitakuwa za baraka. Mumejiribikizia utajiri ila machozi ya wafanya kazi wenu yamo mbele za Bwana. Tuwachunge watu wa Mungu. Let's treat everyone with fairness and with respect. La mwisho, katika mstari huo wa 25 na mlango wa 4 mstari wa kwanza, Paulo anawaongelesha employers, specifically the masters. In our context, they are the employers, they are our supervisors, they are our bosses. Na anawakumbusha ya kwamba even though you are the boss, remember you are not the head by yourself. You are not really the one in charge. There is someone who is above you. No matter how high up we reach in the political world, or even in the business world, or even in any other field ambayo Mungu ametuweka, we ought to remember there is always someone who is above us. Sijui wewe umeajiri watu wangapi, umefika kiwango kigani, remember there is someone above you. Ndio maana hata kanisani tunamuombea rais kwa jina. Yes, he is the president, but there is someone above him. The Lord of the universe. Every employer should remember this. And so remember that you have an ultimate master who is our God, Christ. Na maandiko haya yanatukumbusha ya kwamba let's give to our workers what is fair to them. Mstari huo wa kwanza anasema ninyi akina bwana wapeni watumwa wenu yaliyo haki na ya adili, mkijua ya kuwa ninyi mna Bwana mbinguni. Treat your workers fairly. Kwa kampuni, nyumbani, kanisani, kwenye viwanda vyetu. Siku hii na mwaka huu, wakati tunafikiria juu ya productivity as the key to our economic growth, let's know that workers are variable. Employers, we must treat them fairly, respectively, giving them what is due to them, kama neno la Bwana linavyotufundisha. Let's create a better working environment. Nao waajiriwa wakumbuke ya kwamba Mungu ndiye Bwana wenu mkuu, na yeye anatuangalia. Let's not steal from our employers. Sio tu mali huwa tunaiba, hata masaa. Let's be disciplined kwa kazi, kwa majukumu yetu. Let's train our children wawe watu ambao watafanya kazi kama vile Bwana wa mbinguni apendavyo. On this prayer day, kwa wafanya kazi wote, twawatakia baraka za Mungu. Mungu atupe mtazamo mpya kwamba kazi ni baraka. Kazi ni baraka. Tuifanye, ikiwa ni kilimo, kuajiliwa, zote tufanye kazi kwa bidii. Mungu ataibariki kazi ya mikono yetu. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.